zaidi tunapofanya reporting zetu kama wanahabari, basi tuwe na jicho la kijinsia kuhakikisha mzani unakaa sawa, ili mwisho wa siku sauti zote ziweze kupata nafasi kwenye vyombo vyetu vya habari. Kuhusiana na masuala ya uchaguzi, kazi kubwa ambayo tulikuwa tunaifanya na tunaendelea kuifanya ni kuhamasisha ushiriki wa wanawake kwenye uchaguzi, si tu kupiga kura lakini kugombea. Sasa tukija kwenye swala zima la usalama, umeongea kuhusiana na masuala ya uwepo wa platforms za mtandao au mitandao ya kijamii. Naweza kusema hiki ni kitisho kipi ambacho kimekuja kwa miaka ya hivi karibuni na kimekuwa ni kitisho kweli kweli, kwa sababu bado hatujatatua changamoto ama hatari ambazo pengine zinatokea on ground ama physically, lakini sasa hivi kuna vitisho vinatokea kwa mtandaoni ambavyo vimekuja kuongeza tena changamoto nyingine. Sasa ukizungumzia kuhusiana na wanawake ama TAMWA tunafanyaje? Ukiangalia katika maisha tu ya kawaida, wanawake sisi ni watu ambao tunapenda utulivu. Sehemu ambayo imetulia, mwanamke anaweza akafanya kazi yake vizuri. Kwa hiyo hata kama ni mwandishi, hata kama ni mkulima, hata kama ni mfanyabiashara, ukiwa na utulivu, pale ndipo ambapo unaona mwanamke performance yake ikoje. Kwa hiyo mara nyingi pia tunahamasisha uwepo wa amani kwenye chaguzi, ili mwisho wa siku basi waandishi tuweze kufanya kazi zetu vizuri, haijalishi ni mwanamke au ni mwanamume. Lakini wakati huo huo, usalama wa jamii ni usalama wa mwanahabari, kwa sababu na sisi ni sehemu ya jamii hiyo hiyo tunayoihudumia. Kwa hiyo mara nyingi tunatamani kuona kuna amani na kuna usawa kwenye masuala mazima haya ya upatikanaji wa taarifa ama uandishi wa habari. Wanawake wagombea wengi ni waoga sana pale ambapo wanaona kwamba labda mwenzake amedhalilishwa, whether yuko stejini pale ama mitandaoni. Kwa hiyo unakuta wengi wanarudi nyuma, wengi wanaogopa kujitokeza. Kwa hiyo TAMWA tumekuwa mstari wa mbele kusisitiza jamii itambue kwamba mwanamke ni mgombea, ana haki kama mgombea wa kiume. Kwa hiyo akisimama jukwaani, asihukumiwe amevaaje, asihukumiwe anaonekanaje au sura yake ikoje. Ahukumiwe pengine labda kama alikuwa kiongozi ameshindwa kutekeleza ahadi zake, ahukumiwe. Au pengine kama anachokiongea sio realistic, watu wamchallenge. Lakini wasiseme angalia sketi yake ilivyo, angalia miguu yake ilivyo. Kwa hiyo tumekuwa tukisisitiza jamii imwangalie mwanamke kama mgombea mwingine. Hii itasaidia kuwatia moyo na kuwafanya wasogee kwenye majukwaa ya kisiasa kwa urahisi. Kwa hiyo vivyo hivyo hata wanahabari wanawake mara nyingi tumekuwa tukiwatia moyo kufanya kazi hata zile ambazo tunaona kama miaka ya nyuma huko zilikuwa zikifanywa na wanaume. Na ndio maana miaka ya hapa katikati wanawake wanahabari wengi wametake over na kufanya story ngumu, story nzito ama niseme, na zimeleta matokeo chanya, akiwemo mwenyekiti wetu mstaafu Salome amefanya kazi kubwa na amewahi kupata tuzo ya jumla. Kwa hiyo utaona ni kwa namna gani wanawake wanahabari wana uwezo wa kufanya kazi, lakini ikiwa mazingira yanaruhusu wao kufanya hivyo. Kwa hiyo hizi ni jitihada ambazo TAMWA tunaendelea kufanya na tunashirikiana na wadau kwenye kori kuhakikisha kwamba wanahabari wanakuwa salama, lakini wakati huo huo wanawake wanahabari wanaweza kufanya kazi ya uchaguzi vizuri.